hii hapa ni Spotlight na tunakuja kwako kukuletea burudani, na hii hapa ni kipindi ambacho kimekuja kwako, ni exclusive interview na tuko na Daktari Grayson. Mambo vipi? Mambo poa kabisa. Mimi nataka nifahamu kitu kimoja, kwa sababu umekuja ndani ya studios umevaa gloves lakini pia ukavaa barakoa. Kwa nini? Kama sio mwanasayansi huwezi kuelewa, lakini pia kuna baadhi ya mambo natakiwa usiyafahamu kwa amani ya moyo wako. Kwa mfano, nikikwambia ufahamu ni bakteria gani wanazunguka hewani hapa, uenda hata usipumue. Yaani uenda utakufa kwa ghafla kwa pressure. Kwa kuna baadhi ya mambo hautaki kuyafahamu. Ndio maana hata serikali huwa zinaficha baadhi ya mambo yanabaki kwa siri. Sio kama serikali yetu ina lengo baya kuficha zile siri. Hapana. Kuna baadhi ya watu, baadhi ya mambo hataki kuyajua kwa sababu na mioyo midogo. Unaweza mkafa kabla ya wakati. Alright, Daktari Grayson nimemuuliza kwamba kwa nini amevaa gloves pamoja na barakoa, akaniambia kuna mambo mengine hayanihusu kabisa. Mimi nataka ujitambulishe kwa wale watu ambao wanakuangalia leo kwenye TV kupitia ST Bongo Spotlight. Wewe ni nani? Unahusika na nini? Cheo chako nini na unasaidia nini wa Tanzania? Asante sana. Mimi Dr. Grayson Bishomba ni mwanasayansi lakini pia ni mtafiti wa masuala mbalimbali ya kiafya. Nimefanya tafiti katika mambo ya afya lakini pia historia. Nafikiri pia mimi ni mmoja kati ya watu wa mwanzo kabisa ambao waligundua kwenye historia, ambao waligundua chanzo kabisa cha Adam na Hawa kwamba walikuwa ni wa Tanzania. Mimi mmoja kati ya watu wa mwanzo kabisa kugundua hilo jambo kwenye tafiti ambazo nilizifanya. Kwa hiyo washughulika na afya lakini pia kwenye historia. Lakini pia nina shirika langu ambalo liko kwenye lengo ni kufika liko baadhi ya nchi, lakini bado lengo ni kufika kila nchi ya Afrika, ambayo inaitwa Shirika la Afya Afrika, kwa kifupi ni SAA, ambapo huwa ninajitahidi kuongea na baadhi ya viongozi wa nchi taratibu ili tufike kila kona ya Afrika, ili tuwape elimu watu wafanye nini wasome kabisa, kwa sababu ugonjwa wote ambao mtu anao amejitakia mwenyewe. Huwa hakuna bahati mbaya wala hakuna ugonjwa ambao unakuja bila kuwa na sababu. Kwa hiyo lakini pia ni mtu ambaye nilifanikiwa kupata sababu zote au mambo yote ambayo mtu atakiwa yafanye asiume kabisa kwenye maisha yake yote. Yaani kuna baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya huwezi ukaumwa kabisa kwenye maisha yako yote. Kwa sababu kila ugonjwa ambao sisi tunao hapa naongea hapa, hii ni akili ya kisayansi. Maana kuna mtu mwingine sasa atasema ataingiza imani. Hapa mimi naongea uhalisia wa maisha. Kwamba kila tatizo ambalo mtu analipata linakuwa lina chanzo. Endapo utaepuka hicho chanzo, basi huwezi kuwa na magonjwa kabisa. Ndio maana mimi mara mwisho kuumwa miaka 1990 nao. Mwaka 1990 nao, kwa maana kwamba daktari wao umezaliwa mwaka gani? Miaka mingi iliyopita. Ni mzee sana. Umri umekwenda sana. Really? Yes. Okay, speaking of afya ya akili, tumeona baadhi ya mastaa wameweza kuathirika na afya ya akili na pia wameweza kujitokeza mbele ya media, na mmoja wapo post ya Gigimani anasema kwamba sisi mastaa Australia tunaishi vizuri, tunatumia hela, tuna magari, tuna nyumba, kuna changamoto ambazo tunapitia nyinyi hamzijui. Sasa mimi nataka kufahamu kupitia kwako, wewe unafikiria vipi kuhusiana na swala zima la afya ya akili, lakini pia inawa affect vipi wasanii, yani watu ambao wako famous au popular, ambao watu wanawaona kwao yani kila kitu wamefanikia, hawana changamoto? Sawa, ni kweli swala la afya ya akili imekuwa likisumbua watu tofauti kama ulivyosema, wasanii lakini pia watu binafsi. Na kila matatizo linakuwa lina chanzo. Sawa? Kuna ambao labda kuna mambo wanapitia ambao nyinyi hawawezi kuyasema waziwazi, ambao yanabaki kwa ndani ya mioyo yao na yanawatafuna, lakini kuna wengine wanapitia matatizo ya akili kwa sababu hawajasamee, kwa hiyo wakosea kwa sababu kuchukia. Kwa mfano kuna mtu labda alifanywa kitu kibaya na ndugu yake, rafiki, jamaa na nini, alafu hajasamee, amebaki na ameyaweka moyoni hayo mambo. Wengine labda kuna changamoto za kiuchumi, kifamilia. Unajua changamoto kubwa ya watu wengi sana, anapopata tatizo anaanza kuliwazia hilo tatizo. Yes. Lakini kawaida unapopata tatizo utaki kuliwazia hilo tatizo, bali unatakiwa utafute suluhisho kuliwazia tatizo. Kwa sababu kuliwazia tatizo hakuwezi kuwa suluhisho la tatizo lako. Sasa hapo mbeleni tutakuja kuangalia sasa jinsi gani mtu akiwa na msongo wa mawazo, akiwa na matatizo hayo yote afanyeje ili aweze kuwa sawa kabisa, kupona kabisa. Hapo nyumbani kwako bila kupata shida kubwa sana. Kwa sababu haya matatizo ni kweli kabisa. Unajua elimu nyingi sana inatolewa, tulikuwa tunazungumzia zaidi magonjwa haya ya kimwili, lakini magonjwa ya kiakili pia ni hatari zaidi, kwa sababu vile mtu alivyo inategemea na akili yake. Akili ya mtu ndio inayoendesha maisha yake. Kwa hiyo kama akili yako haiko sawa, basi mambo mengi sana kwenye maisha yako hayawezi kuwa sawa kabisa.
kabisa. Kabisa. Speaking of Gigy Money, nafikiri tumeiona video ya Gigy Money ambayo ameiposti kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni Instagram, lakini pia caption ambayo ameiweka kwamba kuhusiana na ex wake, kwa sababu alivyoanza tu akaongea kuhusiana na ex wake, moja kwa moja ni mapenzi. Na huyo hapo ni star. Lakini pia nataka uongelee kidogo kwa ufupi ile video ambayo ameiposti Gigy Money. Je, kuna vitu ambavyo anavipitia yeye au labda anawasilisha kuongelea watu wengine ambao wanapitia? Sawa. Hiyo video mimi sijaiona, lakini nitoe tu ushauri kwa ujumla. Watu ambao mnateswa na mapenzi, mtakiwa mpumue kwa tundu moja la pua. Watu ambao wanasumbuliwa na mapenzi, kwa sababu unajua iko hivi, ukiziba tundu la pua hili moja hivi kwa sekunde 30, kwa sekunde 33, alafu ukaachia, ukaziba tundu lingine la pua kwa sekunde 30. Ukafanya hivi mara 8 huku na huku mara 8, huwa inasaidia kuondoa msongo wa mawazo. Yaani kwa mtu ambaye anakuwa na msongo wa mawazo, amezidiwa, ukiziba tundu la pua hili moja kwa sekunde 30, kwa sekunde 33. Ukafanya huku ukaziba huku, ukaachia, ukaziba huku. Ukaziba huku ukahesabu sekunde 30. Ukishaziba na sekunde 30, unaachia huku, unaziba huku. Unafanya huku mara 8 huku mara 8. Ukifanya hivi inasaidia kuondoa msongo wa mawazo, hata kama una maumivu ya kichwa. Kuna watu wengine msongo wa mawazo unampelekea anapata pressure inapanda, inampelekea kupata maumivu ya kichwa. Ukiwa na maumivu ya kichwa, unapoziba tundu la pua moja pia hii kama nilivyofundisha hapa, huwa inasaidia kushusha au kupunguza msongo wa mawazo. Sawa. Mweka kati ya tiba bora kabisa. Yes sir. Speaking of afya ya akili, mimi nataka ni stick kwenye afya ya akili. Hivi kwa mfano mtu hajui kama ana afya ya akili. Mimi natamani ningejua kutoka kwako, labda kuna kitu ambacho kilishawahi kukufanya ukawa na msongamano wa mawazo, ukawa mtu wa tofauti, kwa sababu unaonekana una knowledge nyingi sana. Ni ushawahi kupitia kitu kikakufanya kwamba wewe mwenyewe ukajisikia kwamba mimi nina tatizo la afya ya akili? Kwa mimi binafsi hakuna jambo ambalo ni gumu kwangu. Hakuna jambo ambalo mimi siwezi. Na kila kitu changu mimi huwa maisha yangu yote yanaenda kwenye mfumo. Maisha yangu yote yashatengenezea mfumo ambao huo mfumo yanapita humo. Kwa hiyo mimi ni vigumu sana kupata haya mambo. Ingawa sasa watu ambao wanayo pia wajitahidi kunywa juice ya pilipili. Juice ya pilipili na ndizi vinasaidia kuondoa msongo wa mawazo. Kwa sababu unajua kawaida ndizi ina sukari aina 3. Ina sucrose, ina fructose, na glucose. Lakini pia ina madini muhimu sana, ina protini muhimu sana ambazo zinasaidia kuboresha afya ya ubongo. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa anafikia msongo wa mawazo ni vizuri zaidi ukawa unatumia juice ya pilipili, lakini pia unakula na ndizi. Ndizi inasaidia sana kuondoa msongo wa mawazo, ni moja kati ya tiba nzuri kabisa. Na unapokula ndizi mbili inakupatia hata nguvu ya kufanya kazi kwa dakika 90. Yaani kila ndizi mbili tu, nguvu ambayo unaipata kwa kula ndizi mbili, unaweza kufanya kazi kwa dakika 90 bila kuchoka. Kwa siku. Unaweza kula tu kadri uwezavyo. Unaweza kula ndizi mbili asubuhi, kula ndizi mbili mchana, kula ndizi mbili jioni. Itakusaidia kuweza kuondolea hiyo changamoto ya matatizo ya akili. Hii pia hata kwa wanafunzi pia na wenyewe wanapitia mambo mbalimbali shuleni. Wanafunzi ambao wanakula ndizi hizo mbivu, kufeli mtihani hao wanakuwa matatizo yao binafsi. Ni vigumu sana mtu ambaye anakula pilipili kwa namna hii akapata akishinda kufaulu mtihani vizuri. Yes, lakini hiyo juice pia huwa inasaidia kusimama mfumo wa fahamu wa ubongo. Lakini pia inasaidia kurekebisha hata shinikizo la damu. Kama mtu mwingine anapowaza, unajua kinachofahamu mtu anawaza sana, ni ule mzunguko wa damu kwenda sana kichwani. Sasa mzunguko wa damu unapokuwa mkubwa, unaweza kupata shida ya pressure. Sasa kati ya njia bora ya kushusha pressure yako ni kutumia pilipili. Unaweza kutumia kwenye chakula chako, kutumia kwa tafuna kama unaweza, kwa kila namna ambayo unaweza. Itakusaidia kukaa vizuri kabisa. Sawa. Unajua mimi hii idea yako ambayo umenipa hapa imenifanya mimi nifikirie, yani kama kitu cha kufikirisha. Apart from pilipili pamoja na fruit, yani maana yake ni vegetable na fruits. Ni chakula gani ambacho kitamfanya mtu aweze kurecover kwa msongamano wa mawazo, hasa kwa vijana? Vyakula ambavyo wanatakiwa wale vijana. Unajua vyakula ambavyo vina faida kwa mwanadamu vipo makundi makubwa manne. Tunasemaga ili mwanadamu wetu uwe na afya njema, unatakiwa ule vyakula ambavyo vina uhai, ambavyo vinaishi. Ambavyo vyakula ambavyo hata ukivipanda vinaota tena. Maana tupendelea haya vyakula haya si mabaga, si manini, si nini hizi. Zote hizo nitakataka ndani ya mwili wako. Unatakiwa ule vyakula ambavyo vina uhai. Kwa maana gani? Ule vyakula ambavyo hata kuvipanda vinaweza vikaota tena. Kwa mfano unaona kwa mfano viazi kuvipanda vinaota tena. Unaona kwa mfano karanga ukizipanda zinaota tena. Hivi ni vyakula ambavyo vinakuwa vina uhai. Kwa hiyo kwa kuwa vina uhai, hata ukila wewe, ndio maana kuvipika vile vikikaa muda mfupi unakuta vimeharibika. Kwamba vinapendwa sana bakteria, kwa sababu bakteria wanajua kuna virutubisho. Lakini tofauti na haya masoda, majuisi haya yanaweza kukata mwezi mzima bila hata kuharibika. Kwa nini? Kwa sababu hata bakteria wenyewe wanajua kama haya mambo sio mazuri kwa afya zao. Kwa hiyo cha kwanza utakiwa ule vyakula ambavyo vina uhai, ambavyo hata ukivipanda vinaweza vikaota tena kwa mara nyingine. Lakini jambo la pili,
Usile nafaka ambazo zimekobolewa. Usile nafaka ambazo zimekobolewa. Nafaka ambazo zimekobolewa hizi pia kidogo ni changamoto. Ukiwa unakula hivyo vyakula inaweza kuwa changamoto kwako. Kwa hiyo kula nafaka ambazo hazijakobolewa. Lakini jambo la tatu, ili uwe na afya njema unatakiwa ule vyakula ambavyo vina maji zaidi. Kwa sababu mwili wa binadamu zaidi ya 70% ni maji. Sasa ukiwa unakula vyakula ambavyo vina maji mengi, kwa mfano matunda, kwa mfano matikiti, machungwa, machenza, papai, unasaidia mwili wako kupata maji. Kwa hiyo itakusaidia usiweze kupata shida kupungukiwa na maji. Itakusaidia ukaa vizuri kabisa. Vyakula ambavyo vina maji zaidi. Vyakula ambavyo vinafaa zaidi kwa afya yako. Matikiti, machungwa. Yes. Unajua mimi kila kitu ambacho unakiongea hapa kinaniingia akilini, lakini kuna watu ambao wanaleta mjadala mitandaoni kwamba daktari bwana, wewe bwana unatupiga. Unajua kitu kizuri, kitu kizuri ile kama mimi nafundisha kwa Kiswahili. Ndio. Na ninachoongea hata wewe, mimi ninachokiongea kila ninachokiongea nyinyi mnakifahamu, isipokuwa tu hamjaamua kukubali. Hakuna kitu ambacho niwahi kufundisha ambacho hakiko sawa. Kwa sababu nimeanza kufanya tafiti mwaka 2013 hadi mwaka 2023. Ndio. Wakati mwingine naanza kufanya hizo tafiti, kuna baadhi ya vijana walikuwa bado wapo kwenye korodani. Ambao wana comment matusi. Yaani walikuwa bado hawajazaliwa kabisa. Kwa hiyo unajua shida ya Waafrika kidogo uwezo wao wa akili wengi ni mdogo. Yes, ndio maana naona Waafrika siku zote ni watu ambao wanapenda kutafuna. Wanapenda kutafuna na kumeza, wapende kupika. Kabisa. Kwa hiyo kwenye afya ya akili, kwanza lazima ujue kwanza, je, hiyo tatizo lako linasababishwa na nini? Chanzo ni nini? Ukishajua chanzo, basi inakuwa ni rahisi kuweza kuliepuka hilo tatizo lako. Kama kuna watu ambao unakaa nao ndio chanzo cha msongo wa mawazo, jitahidi kukaa nao mbali, kuepuka. Itakusaidia ukaa vizuri kabisa. Speaking of afya ya akili, daktari, kama ulivyosema kuna watu wanakutukana pia mitandaoni, wanakuona kama unatu kama hatujaza hivi daktari. Lakini sasa nataka nifahamu wewe, kwa sababu apart from kuwa daktari, apart from kuwa na ule moyo wa kusaidia watu, wewe pia ni binadamu. Je, hivi vitu ambavyo vinaongeleka mitandaoni vilisha kuaffect wewe kwa namna moja au nyingine? Hapana, na haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea kwa sababu najua hapa duniani kuna binadamu, alafu kuna mimi. Kuna watu, alafu kuna sisi. Yes. Kwa hiyo haya mambo yanawaathiri watu, lakini sio sisi. Yes. Sawa. Bana, huyu hapa alikuwa ni Daktari Grayson ambaye alikuwa katika studio za ST Bongo. Mimi nina swali langu moja hivi, yani kama linaniwasha hivi, nataka nikuulize daktari bwana. Wewe una muonekano mzuri sana. Maana yake kwamba unafanya mazoezi, unakula matunda na vitu kama hizo. Alafu kwa story ambazo tumeshapiga, umeshaniambia huku 90 ngapi. Je, wewe kama wewe unajimaintain vipi kuonekana tu vizuri unavyotokea, appearance na vitu kama hizo, ili pia hata uwashauri hata vijana? Sasa shida vijana sasa hivi na wenyewe pia washauriki. Nianze na wanawake. Kwa kuwa umeongeleaje, nianze na wanawake. Wanawake wenye matatizo ya ngozi mshiriki tendo la ndoa mara 6 kwa wiki. Wanawake ambao matatizo ya ngozi washiriki tendo la ndoa mara 6 kwa wiki. Kwa sababu mwanamke anaposhiriki tendo la ndoa zaidi ya mara 4 kwa wiki, huwa anasaidia kuzalisha sana vichocheo vya kike ambavyo vinasaidia kufanya ngozi yako ingae, lakini upendeze. Lakini pia inasaidia kufanya nywele zako pia ziwe nzuri na za kuvutia. Hii ni kwa daktari. Mimi hizi nywele zangu unavyoziona vipi hizi? Nafanya tendo la ndoa mara 6 kwa wiki. Ongeza kasi kidogo. Mwambie mzee kazi, atakayebuti. Twende hapo. Kwa hiyo ukifanya angalau mara 4 kwa wiki, huwa inasaidia wanawake ambao wanashiriki tendo la ndoa zaidi ya mara 4 kwa wiki hawazeeki. Na ndio maana wanawake ambao wameolewa ni wazuri zaidi kuliko wanawake ambao hawajaolewa. Upande wa muonekano. Kwa sababu ya faida ya tendo la ndoa kwa watu wote wa pande zote mbili. Yes, lakini pia kuna watu wengine pia wanakuwa shida za ngozi, wanakuwa na minyoo. Watu wengine mna matatizo ya ngozi kwa sababu mnakuwa mna minyoo. Sasa kama una shida ya minyoo, usipotibu hiyo minyoo yako, ukatibu hapa nje, inaweza pia ikawa kipengele kwako. Ndio maana washauri pia wanawake, nimeshakuwa washauri wanawake ambao mnapaka makeup, mjipake unga mkaa. Nachukua ule mkaa unausaga, afu na ule unga wake unakuwa unajipaka usoni. Ni nzuri sana kwa afya ya ngozi. Unajua mkaa, yes. Mkaa ni carbon, huwa unasaidia kuondoa sumu. Sumu ziwe ndani ya mwili au nje ya mwili.
Ndio maana watu ambao pia wana changamoto ya kuwa na sumu nyingi ndani ya mwili, kati ya tiba bora kuondoa hizo sumu ni huu unga wa mkaa. Umekuwa tiba bora kabisa. Hata mtu ambaye ameng'atwa na nyoka, mtu ambaye ameweza labda sumu mbaya, labda kuna mtu amepata kama hiyo changamoto ya afya ya akili, alafu akameza sumu labda kwa makusudi, lakini nyinyi mkamwahi. Kati ya tiba nzuri ya kuweza kumsaidia huyu mtu akapona haraka ni kutumia unga wa mkaa, kwa sababu mkaa ni carbon, na carbon, kazi ya carbon kubwa ni kupambana na sumu. Kwa hiyo kusaidia kwa vizuri kwa muda mfupi kabisa. Sasa nataka washauri pia wavulana. Wanaume ambao wana changamoto za afya ya ngozi. Of course, kwa sababu mimi nimekuuliza kitu kimoja na daktari. Daktari, wewe muonekano wako ukitokea tu hivi umependeza. Washauri vijana ukasema kwamba unaanza na nani? Na wanawake. Wanaume sasa. Sawa. Sasa kwa wanaume wajitahidi kula pilipili. Wanaume wajitahidi kula pilipili kwa sababu pilipili unajua kawaida mwili wako unajipatia mahitaji yake yote kutoka ndani ya damu. Ukiwa unakula pilipili inasaidia sana kuongeza mzunguko wa damu. Na mzunguko wa damu unapokuwa mkubwa, ina maana hata uwezo wa mwili wako kujipatia mahitaji yake unakuwa ni mzuri zaidi. Kwa sababu kumbuka mwili wako unategemea mahitaji yake yote kutoka kwenye damu. Kwa hiyo mzunguko wa damu kuwa mkubwa, basi hata uwezo wa mwili wako kuweza kujitibia unakuwa ni mkubwa zaidi. Lakini pia wajitahidi pia kunywa maji. Yes, wajitahidi kunywa maji. Watu wengi sana kidogo ni vivu kidogo wa kunywa maji. Kabisa. Sasa kumbuka asilimia zaidi ya 70 ya mwili wako ni maji. Asilimia 94 ya damu yako ni maji. Asilimia 80 ya ubongo ni maji. Kwa hiyo kama wewe ni mvivu wa kunywa maji kwa sababu yote ile, basi inaweza kukupelekea pia na wewe afya yako ikashangaza wale wanaona. Kwa hiyo ukifanya hivi itakusaidia. Kipi nje upande wa vyakula? Niamie upande wa vyakula sasa. Ndio. Watu wa Dar es Salaam ukitaka kula nyama mkawinde. Watu wa Dar es Salaam wanataka kula nyama mkawinde kwa sababu hawa wanyama kufugwa hawa. Wanyama hapa naangalia watu wa Dar es Salaam. Wanyama wengi mijini huko wanakuzwa kwa madawa. Ambayo haya madawa yanakuwa na homoni za ukuaji. Unapokula hawa wanyama unakula yale madawa. Hizi homoni za ukuaji hizi ni homoni za kike. Unapokula mwanaume inasababisha kushuka kwa homoni za kiume. Homoni za kiume zinaposhuka, mwanaume unakosa hamu ya tendo la ndoa, mwanaume unakuwa hauwezi kutungisha mimba, mwanaume unakosa nguvu za kiume kabisa. Lakini pia kwa wanawake inasababisha uvimbe kwenye kizazi. Wanawake wengi sana Dar es Salaam wanapenda kula kuku broiler au kwa kisasa, mayai ya kisasa. Unapokula hivi vitu vinasaidia na kupelekea tatizo la kupata hormonal imbalance na vuruga homoni zako. Homoni zako kama ziko sawa, kati ya chanzo cha uvimbe kwenye kizazi kwa wanawake siku hizi kuongezeka ni homoni kutokuwa sawa. Kati ya chanzo cha hizo homoni kutokuwa sawa ni wanawake ambao wanakula kuku wa kisasa wa mayai kisasa broiler. Hawa kuku ambao mwezi mmoja tu anachinjwa. Wewe chukua kuku wa kienyeji uangalie mwezi mmoja anafananaje. Kakua, kabale, kachinjwa. Ndani ya mwezi mmoja tu kuku anachinjwa. Kwa hiyo unapokula wale kuku unakula yale madawa. Inaenda kuharibu afya yako badala ya kujenga. Kwa hiyo kama huna uwezo wa kununua kuku wa kienyeji, wewe funga ndoa na matembele. Achana mambo ya kuku. Hawa kuku wa kisasa hawa ni hatari kwa afya yako. Ukiwa nao hao, ukiwa unakula kuku wa kisasa, unakula mayai kisasa, yaani kwa mtu ambaye anataka kuwa na afya njema, na yuko Dar es Salaam hapa, usile nyama. Kwa mtu ambaye yuko Dar es Salaam anataka kuwa na afya njema, usile nyama. Kama sio nimesema hawa wanyama wanakuzwa kwa madawa. Hiyo wafanya biashara wanafanya hivyo ndio upate faida ndani ya muda mfupi. Unapokula wale wanyama, unakula yale madawa. Lakini pia kumekuwa na changamoto sasa hivi pia, unajua kidogo Dar es Salaam huku, watu wanapenda sana kunywa juisi maji kwenye chupa. Na kibaya zaidi hizi chupa zinatumiwa bila uangalifu. Kwa sababu hizi chupa za plastiki unapokuzitumia hizi lazima uwe mwangalifu sana. Kwa sababu hizi chupa za plastiki hizi kwanza unatakiwa uitumie mara moja, lakini pia iwe haijapigwa na jua kabisa, lakini pia isiwe imepata joto, lakini isiwe imekaa kwa muda mrefu. Mwanaume unapokunywa maji ya chupa ambayo yamepigwa na jua labda yamekaa muda mrefu, inasababisha kushuka kwa homoni za kiume. Lakini pia inasababisha matatizo ya ini, matatizo ya figo. Na kibaya zaidi nilikuwa nikiona wanafunzi wengi hasa kwa Dar es Salaam huko. Wanafunzi wengi wanapokwenda shuleni wanakuwa wana chupa zile za maji zile. Za plastiki. Unakuta mwanafunzi amebeba ile chupa hadi imepauka. Na anaweka maji ya kunywa mumo. Jambo ambalo ni hatari sana kwa afya kwa sababu ile chupa inatakiwa itumike zaidi ya mara moja. Unapotumia zaidi ya mara nyingi na kupelekea upate matatizo ya kiafya. Kabisa. Kwa hiyo lazima pia ujitahidi. Daktari, from wanafunzi ambao wewe mwenyewe umewaongelea hapa, kuna mahasla ambao wako mtaani ambao wanaokota makopo wanaenda kupimisha kama kwa kilo na vitu kama hizo, lakini pia kuna watu ambao wanakota makopo wanaenda kuwauzia wamama. Unajua mama juisi unaweza ukakuta nyumbani pameandikwa juisi shilingi 500. Au unawashauri nini? Hizi juisi ambazo zinafungwa kwenye makopo ya kuokota sinywe. Hizi juisi ambazo zinafungwa kwenye makopo ya kuokota, hujui kopo alitumia nani badala kabla yako, alikuwa na magonjwa gani, alikuwa na shida gani ya kiafya. Kwa maana hata kama ukichemsha ile kuchemsha nini? Yaani kopo si umeletewa hivi. Unalichemsha kopo alafu sasa ile joto. Sasa kumbuka kitu chochote cha plastiki utakiwa kukipasha na moto.
Yaani hata hivi vyakula vya siku hizi Dar es Salaam makontena wanaekea kwenye vyakula vya moto. Yeah. Ni makosa makubwa sana. Unataka kuweka kitu cha moto kwenye kwa mfano wanaume pia ambao wanakula vyakula kwenye makontena ya plastiki pia inasababisha upungufu za kiume. Kwa sababu unapoweka kitu cha moto kwenye kitu cha plastiki, zile kemikali zinayeyuka kwenye kile chakula. Ukila kile chakula kwa zile kemikali, kwa maana inaweza kusababisha kupungua kwa homoni ya kiume. Homoni ya kiume inaposhuka ndio hamu ya tendo la ndoa hakuna, nguvu za kiume hakuna. Sasa hivi unakuta kwenye familia mwanaume mkewe atakuita hata mume tena. Anakuita brother, anakuita switch kwa sababu anajua mambo hamna, mambo ya yeye ni shughuli hamna. Kwa hiyo haya mambo lazima mwanaume uwe makini sana. Hizi chupa za kokota hizi nasema kabisa usinywe. Hata wafanya biashara pia wajiongeze. Sasa hivi ziko take away, kwa machupa yanauzwa ya kuhifadhia hizo juice. Yeah, kabisa. Nunua hizo, funga mle juice yako, lakini usichukue kwenye chupa za kokota hizi. Unapokunywa juice, unapokunywa ile juice ambayo imefungashwa kwenye chupa ya kokota, muuzaji na mnywaji nyote hamna akili. Daktari, mimi nataka na swali langu moja la mawili kwa sababu nafurahi pia hata kuendelea kuongea na wewe. La kwanza kabisa, sasa hivi imekuwa kama fashion wanawake kusema kwamba mimi ni heri nipate mwanaume mwenye pesa kuliko mwanaume mwenye nguvu za kiume. Hili ndio neno sasa hivi mjini linalotamba. Ndio, kwamba bora apate mwanaume ambaye ana pesa. Kuliko apate mwanaume ambaye ana nguvu za kiume alafu hana pesa. Nadhani hawa ni wanawake ambao wanakula sana kukubuila, ambao wanatumia sana kitu, wanavuta sigara, wanakula shisha, wanakunywa pombe kali, ndio wenye akili kama hizo. Kwa sababu unajua niwape fundisho moja wanawake. Mwanamke, hakuna mwanaume ambaye sio mwaminifu. Wanaume wote ni waaminifu. Ila wanawake nyinyi ndio mnakuwa chanzo cha wanaume kuleta matatizo kwenye familia. Kwa mfano, wanawake wengi wanakuwa na kauli kwa sababu wanasema hivi kwamba unaanza na maisha na mwanaume, hamna kitu. Mnatafuta wote. Halafu mkishafanikiwa, mwanaume anakuacha, anaoa mke mwingine. Lakini chanzo kikubwa ni wanawake wenyewe. Mwanamke anapokuoa akiwa na hela na wewe na nyinyi maisha yenu ni ya chini, mwanamke utakuwa ni mtii, unakuwa ni mnyenyekevu, unapika nyumbani, unafua, unaangalia watoto, unafanya shughuli zote za nyumbani. Mkipata tu kaida mkanunua tu ka ST, hata kama milioni 2, mwanamke anaanza kupandisha mabega. Utaki tena kupika, utaki tena kufua, utaki tena kumhudumia mume wako, anaanza kujiunga kwenye vyama vile vya 50 kwa 50. 50 kwa 50 ni kwenye kazi kwenye ofisi kule. Lakini hakuna 50 nyumbani. Uwezo ukasema wakati 50 nyumbani wewe. Mafahali wawili kwenye nyumba, kwenye familia. Mafahali wawili uwezo kazi moja. Sio kwa binadamu tu, hata kuku. Mwanaume ni mwanaume. Majogoo mawili hawezi kukaa sehemu moja. Sasa kawaida mwanaume ndani yake ameumbwa, anajijua kwamba yeye ni mtawala. Mwanaume kwenye familia anajijua kwamba yeye ni mtawala. Sasa wewe mwanamke ukitaka na wewe ukitaka kutawaliwa ndani ya ndoa, hakuna ndoa hapo. Na hakuna, ndio maana wanaume watu wengi sana kwenye familia hizi wanapoinuka nakuta mwanaume anakuwa na mwanamke mwingine pembeni. Kwa sababu huyu mwanamke anaanza wapata pesa kidogo, mwanamke anaanza kujiinua sasa. Anaanza kujiona na mume wake wako sawa. Huu sawa ni kwenye kazi, kwenye shughuli huko, sawa. Kama wewe ni mkubwa kazini, haina shida. Kwenye familia, hakuna 50 kwa familia. Mwanamke unapokubali, unapoolewa, lazima ukae chini ya mume wako. Vinginevyo ndio maana unakuta mmeo anaanza kutembea na mfanyakazi wako ndani. Na ndio maana wanawake wengi wa siku hizi wanaongoza kuwapandisha vyeo dada wa kazi. Kutoka kwa dada wa kazi hadi kwa mama mwenye nyumba. Kwa sababu dada wa kazi, unajua kuna wakati wewe mmeo haumpikii, haumfulia, haumfanyi chochote. Dada wa kazi anampikia, anamfulia, anamhudumia. Sasa kiasi kwamba mume wako anaanza kuona huyu ndi bora zaidi kuliko wewe. Maana wewe anakupiga chini, anachukua huyu. Na mara nyingi sana inakuwa hivyo. Kwa hiyo chanzo kikubwa ni wanawake wenyewe. Akili zenu. Na mwanamke ukitaka uolewe, ukitaka mwanamume akuoe, na ndoa yenu idumu asikuache kwenye maisha yako yote, jitahidi kuwa na kitu cha kumpa mmeo zaidi ya ngono. Wanawake wengi sasa hivi hana kitu cha kumpa mume wake zaidi ya ngono. Yaani hamna kitu kingine kinachozalisha. Ili mmeo akupende na asikuache kwenye maisha yako yote, jitahidi uwe una kitu cha kipekee ambacho hicho kitu mmeo atakupenda kwacho. Labda unapika vizuri, labda unashauri vizuri, labda ni mpole, labda unamsikiliza, labda unafua vizuri, unatandika kitanda vizuri, unahudumia mtoto vizuri nyumbani, unapika vizuri, una lugha nzuri. Jitahidi uwe na kitu cha kipekee ambacho mmeo atakipenda hicho kitu, na kwa sababu hiyo hawezi kukuacha. Kuna baadhi ya wanawake, kuna baadhi ya wanaume alikuwa na mke wake akamwacha,
lakini hadi leo hii anajuta kumwacha. Kwa nini? Anakumbuka kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Kila mwanamke ana kitu chake cha kipekee. Kuna mwingine ni msafi, kuna mwingine ni mzuri wa lugha, kuna mwingine anapika vizuri, kuna mwingine ni mshauri mzuri, kuna mwingine anahudumia familia vizuri. Kwa hiyo mwanamke, jitahidi uwe na kitu cha kipekee ambacho kwacho hicho mume wako atakuwa anavutia kwako. Lakini kama una cha kumpa mumeo zaidi ya tendo la ndoa, lazima atakupiga chini. Daktari, mimi nina swali moja kwako. No. Dada yako, una dada kwanza? Una dada na mdogo? Wapo. Ungetamani dada yako aolewe na mwanaume mwenye nguvu za kiume au mwanaume mwenye pesa? Mimi dada yangu hawezi kuolewa na mtu ambaye ameajiriwa. Hiyo ndio sharti pekee. Kabisa. Mimi dada yangu hawezi kuolewa na mtu ambaye ameajiriwa. Kwa sababu mimi nafikiri hujanijibu swali langu. Yaani ungetamani dada yako aolewe na mtu ambaye hana nguvu za kiume lakini ana pesa, ama ana nguvu za kiume alafu ana pesa, tajiri kabisa? Sasa dada yangu hawezi kuja kuniambia kwamba mume wake hana nguvu za kiume. Hawezi kuniambia mimi hivyo. Kwa hiyo siwezi kujua. Sasa si unasema si ndo matamanio? Labda aseme kwa lugha ya picha. Kwa maono yangu ninavyoona mimi. Kwamba mwanamke, rudie tena swali lako. Yaani si una dadako? Ndio. Ungetamani dada yako, yani wewe kama shemeji, upate shemeji ambaye ana nguvu za kiume lakini hana pesa, ni maskini ya Mungu, yani anauza labda sio anauza, yani hata kula yake yenyewe ni mtiti. Lakini kuna mwanaume mwingine ambaye hana nguvu za kiume lakini ni tajiri kabisa. Yani wewe shemeji utaishi maisha mazuri kabisa, utaendesha marenji. Sawa sawa. Kwanza mwanaume kama maskini utaki kuoa. Tusidanganyane. Mwanaume kama maskini utaki kuoa. Na mwanamke usikubali kuolewa na mwanaume ambaye ameajiriwa, au usikubali kuolewa na mwanaume ambaye hajitoshelezi kiuchumi. Huo ni ukweli kabisa. Unajua siku hizi wanawake wengi mlikuwa mkiingia kwenye huu mkumbo. Iko hivi. Na mwanamke yeyote usikubali kuolewa na mwanaume ambaye ameajiriwa. Unajua watu wengi sana wafahamu maana ya ajira. Ajira ni daraja. Yaani ajira ni kama daraja la Tanzanite. Kwamba ni mahali ambako wewe unapita kwenye kujitafuta, unavuka unaenda sehemu nyingine. Sasa watu wengi wakifika kwenye ile daraja wanaweka makazi pale pale. Yaani sasa hapo unasafiri, umefika daraja la Tanzanite pale, ukajenga nyumba pale pale, ukaanzisha familia pale pale, ukaanza kupika pale pale. Unakuwa na kiuko utaratibu. Ajira ni kama daraja ambako unatakiwa upite kwenda sehemu nyingine. Mtu yeyote ambaye ameajiriwa hana uhakika wa maisha. Sawa? Lakini mtu yeyote, ili kwa mfano, nitoe angalizo kwa wanawake. Hata mwanamke usikubali kuolewa na mwanaume ambaye hana TIN namba ya TRA. Mwanamke usikubali kuolewa na mwanaume ambaye hana TIN namba ya TRA. Kwa sababu kama mwanaume huna hata namba ya TRA, na maana hata kwenye kodi hulipi. Kwenye vikao vya wanaume wanaongeaga nini? Kwa sababu kwenye vikao vya wanaume sio tunaulizana, wewe mwaka huu umelipa kodi kiasi gani? TRA. Wewe mwaka huu umelipa kodi kiasi gani? Mwaka juzi ulipa kodi kiasi gani? Tunatundishana misuli kwa kiwango cha kodi ambacho umelipa. Sasa wewe kama ulipi kodi, huna hata namba TRA. Na maana wewe ni mwajiriwa. Na mwajiriwa mtu yote ni mtumwa. Huo ndio uhalisia wa mambo wenyewe. Kwa hiyo mwanamke, kabla hujaolewa na mwanaume, hakikisha uchumi uko vizuri. Huo ndio ukweli. Kwa sababu wanawake sasa hivi mnazaa watoto, ushasiku watoto hao hata kuwalisha tu mwezi, mnazaa watoto, hata kuwahudumia tu changamoto. Kiasi kwamba hata wanawake wengine wanaanza kuingiza kwenye baadhi ya mambo mengine ambayo kidogo ni kipengele. Kwa hiyo mwanamke, uchumi, swala la fedha ni swala la muhimu sana. Kwenye familia, mwanaume anataka kuoa lazima kwanza ujipange kiuchumi. Kama mwanaume huwezi kuoa maisha yako, haiwezekani uoe mwanamke. Kabla ya kumuoa mwanamke, oa kwanza maisha yako. Jipange kwanza kiuchumi uwe vizuri, ndipo uingie kwenye mambo ya ndoa. Sawa sawa. Huyu hapo alikuwa ni Dr. Gerson. Sasa basi, mimi nataka nimalizie kipindi kwa kukuuliza kwamba speaking of afya ya akili, mental health, kama kutakuwa labda kuna project ya afya ya akili, tutategemea kumuona daktari? Ama daktari mwaka huu 2025 umejipangaje katika kusaidia watu ambao wanateseka na afya ya akili, lakini pia kuwashauri? Yes. Yaani nataka tu nifahamu kwamba 2025 mipango ikoje daktari? Sawa sawa. Kwanza kabla ya swali lako, nianze kwanza na hii mitandao ya kijamii. Ndio. Mitandao ya kijamii imekuwa chanzo cha watu wengi sana kupata matatizo ya afya ya akili. Ndio maana watumiaji wa mtandao wa Instagram, TikTok na X wajichemsha kwenye sufuria usiku kabla ya kulala. Watu ambao wanatumia mtandao wa X, mtandao yani Twitter hiyo zamani, watu wanaotumia Instagram na TikTok wajichemsha kwenye sufuria usiku kabla ya kulala. Kwa sababu
Watu wengi, vijana wengi sasa hivi wana matatizo ya kukosa usingizi kwa sababu unakuwa muda mrefu unakuwa busy kwenye mitandao ya kijamii. Unapotumia muda mrefu kwenye mitandao ya kijamii sasa usiku itakupelekea mvurugiko wa homoni, ambao mvurugiko wa homoni utakupelekea upate shida ya usingizi. Sasa unapooga maji ya moto usiku kabla ya kwenda kulala, itakusaidia kupata usingizi kwa watu ambao wana shida ya usingizi. Sawa? Lakini pia hii njia pia inaweza kutumia hata mtu ambaye ana homa. Kuna mtu mwingine na ukipata homa, pia hii njia ya kuoga maji ya moto imekuwa ni msaada mkubwa sana kabisa. Unajua kawaida homa huwa sio ugonjwa. Homa ni hali ya mwili kujilinda. Kwa mfano mwili wako unaposhambuliwa labda na bakteria au virus, unakupa mimi unakuwa na jiami. Katika kujiami mwili wako unapandisha joto ili bakteria au virus ishinde kuingia ndani ya mwili wako. Ingawa sasa ni nzuri zaidi, lakini sasa joto la mwili linapokuwa juu kwa muda mrefu inaweza kuwa ni tatizo. Kabisa. Kwa hiyo unatakiwa ulishushe joto lako la mwili, yes. Kama huduma ya kwanza sasa unafuata utaratibu kujua ni nini kinasababisha joto lako lipande. Sawa. Kwa hiyo ukioga maji ya moto hii itakusaidia. Lakini pia vijana wengi changamoto za afya ya akili kwa sababu wanakuwa na muda kidogo. Kwa sababu unatakiwa ulale angalau masaa 8 kila siku. Yeah. Na muda kulala ulale saa 3 au saa 4. Lakini sasa hivi mimi nishawahi kuzunguka kwenye maeneo, kuzunguka Dar es Salaam mzima huko usiku wa 8 utakuta watu kwenye private TikTok. Unakuta kabisa mwanaume mzima na ndevu hiyo yuko mtandaoni usiku 8 eti naomba gift. Mwanaume kabisa na mume wa mtu yuko mtandaoni kabisa eti naomba gift. Kwa hiyo unaona kabisa mitandao ya kijamii hii imekuwa ni chanzo cha watu wengi sana kuharibikiwa. Mtu yeyote ambaye analala chini ya masaa 8 kwa siku, kwa matatizo ya afya akili ni lazima. Kabisa. Hata kama unafanya kazi, hizo kazi zako zifanye kama bora ulale mapema alafu uamke mapema. Ili uweze kusaidia. Kabisa. Na ndio maana unaona hata wanaume wengi siku hizi wanasumbuliwa pia na matatizo ya nguvu za kiume. Kati ya sababu pia ni kati ya chanzo cha haya matatizo pia ni hiyo. Kwa sababu kuchati usiku kunasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Kabisa. Wanaume ambao wanachati usiku watapata tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa sababu wanaume wengi hao ambao wanaona wana shida ya nguvu za kiume ni kwamba wanakuwa halali muda wa kutosha. Unaposhiriki tendo la ndoa mara moja, sasa umekimbia kilomita 7. Sasa kama wewe umechoka, utapata wapi nguvu sasa? Lakini pia changamoto nyingine ya wanaume kukosa nguvu za kiume. Naongelea nguvu za kiume kwa sababu mwanaume kama nguvu zake za kiume ziko vizuri, hata afya ya akili pia ziko vizuri. Kabisa. Kwa hiyo chanzo kingine cha wanaume ambao wana shida ya nguvu za kiume ni kuwa na afya mgogoro. Wanaume wengi sasa hivi wanakula vyakula vidhaifu, vyakula vinyonge. Wanaume wanakula ugali wa sembe na kuku broiler. Yaani fikiria hilo bomu lilitengeneza hapo. Unga wa sembe na kuku broiler. Lakini kama watu wangekuwa nakula ugali wa dona, ugali wa dona au nafaka ambazo hazijakobolewa zote, iwe ngano ambazo hazijakobolewa, iwe mahindi, huwa inasaidia kuzalisha vichocheo vya kiume. Ambapo vichocheo vya kiume vinapozalishwa kwa wingi, huwa inamsaidia mwanaume kuwa vizuri upande wa nguvu za kiume. Kwa sababu hizi nafaka zinasaidia kuzalishwa sana kwa homoni za kiume. Homoni za kiume mwanaume mweneza kwa kiume ziko vizuri, hamu ya tendo utakuwa nayo, nguvu za kiume utakuwa nazo. Na mambo mengine yatakwenda vizuri. Maana pale mwanzo nilizungumza kuhusu matumizi ya chupa. Kwa mtu usitumie chupa zaidi ya mara moja zile za plastiki. Usinywe chai kwenye kikombe cha plastiki, usiweke chakula kwenye kikombe chote kile cha plastiki. Inakuwa ni changamoto na kipengele kwako. Sasa kuhusu mkakati tulionao, ni kweli tunaendelea kufikia jamii taratibu na kwa maana kwamba tunaweza tukategemea kampeni hapo mbeleni na daktari akiweza katika hiyo. Kampeni ipo na kampeni imeanza zamani, inaitwa kuishi bila magonjwa ni maamuzi yako. Ambayo ipo inaendelea kwenye baadhi ya nchi za Afrika. Lakini pia kuna baadhi ya viongozi pia tushawaomba na wanaendelea kufanya kazi maombi yetu. Unajua mambo ya serikali kidogo yanakuwa na utaratibu wake. Yes. Kwa hiyo unapotuma maombi pia unafuatia taratibu. Lakini pia tunaendelea kuelimishana kama hivi. Wizara husika pia na nyinyi inatoa afya. Tatizo la Afrika pia na wenyewe. Sasa hivi hakuna mtu ambaye akitaka elimu ya afya akili hawezi kuipata. Huyo mtu hayupo. Kabisa. Kuna namba za kupiga huko wizarani, wizara ya afya, ukauliza ukajibiwa hapo nyumbani kwako. Sawa? Kuna mitandao ya kijamii, kuna elimu ya afya. Mitandao ya kijamii mingi sana ya wizara ya afya. Unaweza kaingia kule mkajifunza. Kila watu huo muda kujifunza hiyo hawana. Watu wako busy wanafuatilia nani kafumania na nani kazini na nani anatembea na nani. Unakuta watu wazima kabisa kwenye taifa kama Tanzania. Taifa ambalo hakuna mtu ambaye taifa ambalo bado linajikongoja. Watu wazima na akili zao timamu wanaongelea wazinifu fulani. Kumbe fulani anatembea fulani. Yaani kuna mnaongelea wazinifu wawili, mnaanza kujadili watu wazima na akili zao timamu. Kabisa. Unaona mambo yalikuwa ni kikwazo kwa watu wengi sana kuto kufika. Ndio maana Waafrika wengi ndio maana naambiwa ukitaka kumficha kitu Mwafrika mpe kitabu. Watu wengi sana wanapenda mambo watu wengi sana wanapenda mambo ambayo hayawasaidii. Unafuatilia umbea, udaku, mambo ambayo kwa mfano tufanye kwa mfano umeamka asubuhi hadi jioni, umeshinda TikTok. Halafu umepata nini? Umbea na kujenga nini?
Kwa sasa kumbuka vile mtu alivyo ni matokeo pia kile anachokisikiliza au anachokiangalia. Ndio maana vijana wengi wanaona matusi kwa sababu wanasikiliza nyimbo za matusi, wanaangalia vitu ambavyo haviwajengi. Imekuwa chanzo kikubwa sana cha watu wengi sana kuwa na matatizo haya. Alright, huyu hapo alikuwa ni Daktari Jason na leo alikuwa ndani ya Spotlight na Mr. kumpotezea muda tumepiga story nyingi sana, lakini pia katuelimisha vitu vingi sana. Hii hapa ni Spotlight, mimi hapa naitwa She King Tana, tunaruka kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 12 jioni mpaka saa 1 usiku. Tunapatikana katika kisimbuzi cha Star Times ambacho nambari yake ni 401 kwa upande wa dish, lakini 161 kwa upande wa antena. Usisahau kwamba tuna series mpya zinaitwa Rehani ndani ya ST Bongo. Huwezi kuboeka Jumatatu, Jumanne, Jumatano, lakini pia tuna Movies Night saa 4 usiku, marudio ni saa 6 mchana. Bravo. ST Bongo, nyumbani kwanza.